Nimetoa tangazo langu hapo kwenye content kwamba jamani, leo kwa mara ya kwanza tumepata mteja ambaye anatupeleka viwango vya juu zaidi, kwa maana ya kwamba huyo mteja ambaye anataka wadada wawili ambao atawalipa milioni. Kaja mjinga mmoja hapo kwenye comment anaandika, tatizo wadada wako kuna kitu wanapungukiwa, watengeneze sijui nyoko. Sasa kwanza wadada wako mimi sijawazaa wala sina kiwanda cha kuzaa wadada cha kutengeneza wadada, that is one. Alafu watengeneze, mimi nina willpower ambayo au free will, sawa, au utashi ambao we unao na wadada wanao na hawa waume zenu huko nyumbani wanao, na ndio maana wao wanalala, mnashindwa kuwatengeneza wasilale na wadada wa kazi. Why? Kwa sababu ana free will, ana utashi wake ambao ataamua. Mtu kama dada unaweza ukamfundisha ukamwelimisha, lakini jukumu la kuamua kutendea kazi yale uliyomfundisha ni la kwake. Wewe na mumeo unajua kabisa mna agano la ndoa, lakini jukumu la kulinda ule uaminifu wa agano lenu la ndoa ni la kwake, ni la mtu mmoja mmoja, ni la mke, ni la mume, kuamua kwamba nalinda kweli ili agano takatifu la heshima la ndoa yetu. Wai hawalindi, wai wanapungukiwa kama ulivyosema, tatizo wa dada wako kuna kitu wanapungukiwa, watengeneze. Kwa nini usitengeneze mumeo asilale na dada wa kazi kama wewe unaona hicho kitu ni rahisi? My friend, hapa tunauza mfumo. Kazi yetu kubwa ni kuchuja, yaani chujio ndio biashara yetu kubwa, kwamba yale magugu na mpunga na mchele vitakuja, lakini tutapembua ili tuweze kupata mchele tuweke huku na pumba tuweke huku. Hata mabosi ambao wanakuaga na tabia za kishenzi huwa tunawachuja vile vile. Kuna baadhi ya sehemu ambazo tumewaondoa wadada wetu na wala hela zao hatutaki, wala hatutaki kufanya huduma na wao. Kwa nini? Kwa sababu ya matabia yao ya ovyo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka kuja kuchukua dada hapa kwetu, nataka niendelee kusisitiza tena, sisi hapa tuna viwango vyetu vya kifalme, viwango vya ufalme wa Mungu ambavyo vinahusiana na nidhamu, maadili na uchapakazi, full stop. Kwa hiyo mtu ambaye atakuja ajinyenyekeshe, ajishaue, afanyeje, sisi tutampima kwa matendo yake anapokuwa kazini. Kwa hiyo umepata dada ambaye matendo yake yako tofauti, rudi kwenye mfumo upate dada mwingine, sio kutuambia tatizo wadada wako wana kitu wanapungukiwa. Kwa hiyo mimi nifanyeje? Hao wamezaliwa huko kwenu majumbani kwenu, mmeshindwa kuwalea vizuri kwenye maadili na njia inayowapasa. Wanakuja huku wanaonyesha hayo madifekti yao, matabia yao ya ovyo, na nyinyi wenyewe huko majumbani kwenu na hao waume zenu washenzi wanatumia ile hali ya wadada, unyonge wao, kwa sababu wanajua ni maskini, wamekuja kutafuta hela. Kwa hiyo anatumia ule umaskini wake kumnyanyasa kingono, kumtaka kingono. So hiyo ni willpower ya mtu, ni utashi wa mtu ambao huwezi kuingilia. Mungu katika kitu ambacho Mungu alimpa mwanadamu zawadi kubwa sana na ya hatari sana, ni hiyo hali ya kuamua unachotaka kukifanya, utashi wako wa kuamua unachotaka kukifanya, ambao hata Mungu mwenyewe hakuingilii. Mbona Mungu asingekuwa anatuingilia tusifanye dhambi? Mungu mwenyewe katuumba, katupa hiyo zawadi ya willpower, ya utashi, ambayo tunaitumia against yeye. Tunatenda dhambi, tunamkufuru Mungu na bado anatutazama. Itakuwa ni mimi na watreni wa dada wa kazi tu hapa kwamba eti niwatengeneze, ulivyoongea niwatengeneze kama vile nina kiwanda. Hebu acheni roho mbaya. Alafu unakuja kuandika kwenye content yangu ambayo, yani, kwa mtu yoyote ambaye kweli ana roho nzuri alitakiwa aseme hata well done, kwamba tumeweza kuwashawishi watu na kutuamini kwamba sasa wanakwenda kuwalipa watu milioni 1 kwa mwezi. Hao ni Watanzania, hizo hela silipwi mimi, wanalipwa watu wenu hao, kwamba nimeweza kuwapigania sasa hivi kazi za ndani, mshahara milioni 1. Hiyo ilikuwa ni kitu cha kucelebrate, cha kupongeza, lakini kwa sababu ya roho mbaya ulionayo, ulichoweza kuona tu ni kwamba hawa dada wako wana mapungufu, wana nini sijui, wanapungukiwa, watengeneze. Pumbavu kabisa, una adabu, una roho mbaya, sijui kama yaani haya ndio yale Yesu alisema manguruwe na mambwa usiweke lulu zako, usiwape lulu zako mbwa na manguruwe. Ndio nyie, ndio wewe unayeandika komenti za kipumbavu hapa.
tatizo la dada yako. Kwa hiyo unataka nini sasa? Yaani mtu asome aoneje kwamba wadada wangu nimewazaa au na kiwanda cha kuwatoa? Yaani unaandika hivyo ili iweje? Ndio nyewe mabosi uchwara. Nilikuwa nasema kuna watu ni uchwara tu, yani hawana faida kwenye hii dunia, hawana faida zaidi ya kutia tu mikosi biashara za watu. Kwa hiyo ukome kabisa na kublock. Huna faida yoyote kwenye peji yangu zaidi ya kutaka kuniwekea mikosi. Utashindwa kwa jina la Yesu. Na hapa kuna wengine wanasema kwani lazima ujibu? Jamani, tuko kwenye vita ya falme na mamlaka hapa. Vita yetu sio ya damu na nyama. Huyu ameandika huo upuuzi wake ili mtu aje asome huo upumbavu wake, alafu iweje aone kumbe hata wale hawajafikiria wanapungukiwa, inabidi awatengeneze. Mimi natengeneza na kiwanda, mimi ninatengeneza robot ambalo ukilishalitengeneza unaliendesha tu kama remote Embu please, ushindwe kwa jina la Yesu, ushindwe kwa jina la Yesu. Kazi yangu hapa ni kuchuja matabia yenu mabovu wote, wadada mabosi, matabia mabovu yote mimi nachuja. Kwenye taasisi yetu hapa tunataka watu walionyooka, watu ambao wanasimamia nidhamu, maadili na uchapakazi, mabosi ambao wanasimamia haki ya hawa watu ambao wanaenda kuwahudumia, na sio kuwaita mara viazi vilivyooza. Unamuita dada yako kiazi kilichooza na umemwachia mtoto wako, huku unampiga juu. Wewe una akili timamu kwa sababu tu una hivyo vihela? Hela ni nini? Hela ina thamani kuliko mtoto wako ambaye umemwachia, kuliko roho ya mtoto wako ambaye umemwachia dada. Ameweza hata kukaa naye, kushinda naye, ushukuru kwa hilo. Kitu gani sio hakijafanyika, sio hajaosha vyombo, haja nini, umwachie mtoto mavyombo manini, mausafi manini, akija umuite kiazi kilichooza. Pumbavu kabisa. Hao sisi tunawachuja kwenye mfumo wetu. Hatufanyi kazi za hatutumikii mali sisi, tunamtumikia Mungu, hatumikii mali. Na kwa kuwa tunamtumikia Mungu atatuletea watu sahihi, atatuletea watu sahihi. Ndio hao wamekuja watupandisha level, viwango vingine. Sasa hivi dada wa kazi super professional, 1,000,000 kwa mwezi. Sasa sijui umekasirika, sijui wewe ndio wale wa 30,000 bado unahangaika na 30,000. Ningeomba Mungu tu akusaidie, akupe maarifa, akupe hekima, ili na wewe siku moja upate maisha, ili uweze kulipa wadada wazuri, experience kuwa na wadada wazuri, kuwa na professional dada. What does it mean? Ina experience gani? Na sio kuja kukaa hapa kusema tatizo dada yako wanapungukiwa, na usikute unahangaika na matraditional alafu unasema wanapungukiwa watengeneze. Tengeneza mumeo kwanza, ache kulala na wadada wa kazi.